Haleluya. Kwa wale tulikuwa hapa, tulipatiwa wakati tulikuwa tukifanya maombi hapa siku ya Wednesday, tulipewa kitabu hapo Zaburi 7. Zaburi 7. Msomi wa Kiswahili kama umefika tafadhali. Unaweza kutusomea pale. Bwana Mungu wangu, nimekuja wewe Jehova Ngai wakwa we ndaheire onokia hari aya othe mathingatanĩte naniĩ ũkĩndeithũre ũrĩa we ndakae gũtambũrũra muoyo wakwa ta ngatia agĩtembũrangaga hatarĩ na wa gũtunyũkithia. Bwana asifiwe. Hapa tunaona ilikuwa ni Daudi. Daudi alikuwa ameinua ombi mbele za Bwana. Amen. Na ukitizama Daudi na ile maisha Daudi alikuwa anaishi, alikuwa ndio ni mtumishi wa Mungu. Lakini ufalme wa Daudi ulikuwa na vita vingi. Haleluya. Alikuwa na vita pande zote. Na ndiposa wakati huu alikuwa anainua hili ombi mbele ya Bwana. Haleluya. Na siku ya leo sio tofauti na sisi wa Kristo. Kwa ajili Daudi alikuwa mtumishi wa Bwana. Na hata siku ya leo kama wa Kristo pia sisi ni watumishi wa Bwana. Haleluya. Na kuna mambo mengi ambayo sisi hupitia katika maisha yetu. Amen. Na cha kwanza ni kuelewa ya kwamba kama wa Kristo, kama ulikubali kuwa Mkristo, na sisemi Mkristo kwa sababu ulipozaliwa ulikuta mzazi wako akienda kanisani, wewe ukaingia kanisani na ukasema wewe ni Mkristo. Kuwa Mkristo ni kusema umepokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako akakuwa mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Huyo ndio Mkristo halisi. Amen. Na ndiposa pale Antioch mitume pale ndio mara ya kwanza waliitwa wa Kristo. Haleluya. Kwa sababu ilionekana matendo yao yalikuwa yanafanana na ya Kristo. Haleluya. Kwa hivyo ilijulikana ya kwamba ni watu wa Kristo Yesu. Amen. Na ndiposa nasema siku ya leo kama Mkristo pia sisi sio tofauti na Daudi. Haleluya. Kunayo mambo mengi ambayo sisi hupitia kila siku, kila wasaa. Kama hivi Daudi alikuwa anapitia vita mingi, na lazima tuelewe ukishakuwa Mkristo kuna ile vita ambayo utapitia. Upende usipende. Haleluya. Kama hutaki kujua ama hutaki kujua, kuna ile vita sisi hupitia kama wa Kristo. Amen. Na ndio tunaitanga ile tunasema ni spiritual battle. Amen. The moment you make that declaration ya kwamba wewe ni mwokovu, kuna spiritual battle ukifuata. Haleluya. Na upende usipende, hiyo vita inakuanga. Amen. Na lazima tuelewe hiyo first and foremost. Ya kwanza lazima uelewe na you acknowledge and you accept ya kwamba vita vya kiroho vinakuanga. Haleluya. Na ndiposa ukishaelewa ya kwamba tunakuanga na vita vya kiroho, hapo ndipo sasa utaweza kujua vile ama jinsi namna ya kutembea katika wokovu. Haleluya. Kwa sababu wengi wetu hatutaki kuelewa ya kwamba hivi vita vinakuanga. Ukijaribu kuelezea mtu kuhusu vita vya kiroho, yeye hukwambia sitaki kujua, sitaki kuelewa. Ni kama vile sengine unaweza ona mtoto ukikuwa na giza, yeye uzima stima, yeye hujifunika kichwa na blanketi. Akiassume kwa sababu haoni ile giza haiko. Na hivyo ndio Wakristo tunakuanga. Mnaassume kwa sababu hutaki kujua kile kinaendelea kwenye hii hewa ya kiroho. Kwa hivyo unaona ni kana kwamba haikuhusu
ama haitakupata. Bwana asifiwe. Lakini vile vita ya kwanza lazima tuelewe viko kama Wakristo. Haleluya. Ukikumbuka hata Job alikuwa ni mcha Mungu. Job alikuwa anafuata maagizo ya Mungu. Lakini ukiangalia katika ulimwengu wa kiroho, kuna jambo lilikuwa inaendelea nyuma na ile ambayo yeye alikuwa hajui. Haleluya. Tunakumbuka ya kwamba Shetani alienda pale mbele ya Mungu. Na alipoenda mbele ya Mungu, alienda kufanya nini? Kujaribu kuchochea Job. Job hakukuwa anajua kile kinaendelea kule kwa ulimwengu wa kiroho, lakini Shetani alienda kumchochea Job, sivyo? Na alienda akaomba Mungu ruhusa afanye kile alikuwa anataka kufanya na Job. Haleluya. Ingawaje Mungu alimwambia usiguze moyo wake kwa sababu hiyo ni yangu, lakini kulikuwa na jambo linaendelea behind the curtain. Haleluya. Na kama Wakristo siku ya leo tueleweni kunazo vita huendelea nyuma pale ya pazia, pahali ambapo sisi wenyewe huwa hatuoni na macho. Haleluya. Na tukishaelewa hapo, hatua ile sasa tutachukua ni hatua ambayo tunajijua na tunajielewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee hapo chini kidogo. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mkononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimeponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu, basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu, naam, au kanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Bwana Jehova Ngai wakwa korwo nĩndekire ũguo, korwo moko makwa nĩmekĩte wogogi, korwo nĩthukĩire mũndũ ũũru ũrĩa tũraiguaine nake, yanga ũrĩa wetuĩte mũmuku wakwa tũhũ ndiamũtharire ũgwati-inĩ, korwo nĩguo-rĩ nĩthingatanĩte na ngoro yakwa na ĩmĩkinyĩrĩre, eni ona nĩkĩrangĩrĩirie muoyo wakwa tĩri-inĩ, ĩkurumanie riri wakwa rũkũngũ-inĩ. Bwana asifiwe. Ukiangalia hapa Daudi alikuja mbele za Bwana kwa ajili vita ilikuwa imechacha. Na Daudi alielewa kulikuwa na vita vingi ambavyo vimemkumba. Bwana asifiwe. Alielewa ya kwamba kunayo mambo ambayo yamemzingira hata yeye mwenyewe hawezi. Haleluya. Na ndiposa hili ombi analinua mbele ya Bwana. Na zaidi ya hapo, Daudi alikuwa anasema hivi: Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, kwa ajili vita ilishuka mbele zake. Naye Daudi akaona ya kwamba basi kama kuna vita ambayo imeshuka mbele zangu, Bwana Mungu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa kuna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama. Hapa Daudi anakuja mbele za Mungu na kile tunaita shira na kehoto. Haleluya. Anakuja mbele za Bwana kusema, Bwana, kama kunacho kile mimi nilitenda, kama kunacho kile nilitendea adui, kama kuna ile dhambi au makosa nimetenda Bwana, akasema basi adui na mmalize. Haleluya. Kama Mkristo siku ya leo, ukiangalia maisha yako, kunayo ile jambo ama ile jinsi unaweza simamisha mbele ya Mungu siku ya leo, useme ya kwamba uko na hiyo haki ya kusimama mbele ya Mungu ukimuuliza, Baba, kama nimetenda, kama kunayo jambo ambalo nilikosea mbele yako, ama kama kuna jambo ambayo nimefanya ile inaweza fanya adui anikanyanga siku hii, na basi itendeke. Kunayo hiyo jambo ukitizama ndani yako, uko na hiyo haki ya kusimama mbele ya Mungu siku ya leo. Haleluya. Daudi alisimama mbele ya Mungu na hiyo swali kwa ajili alijua asiposimama na hiyo haki mbele ya Bwana, basi adui watamuweza. Haleluya. Na ndiposa alikuwa anafungua moyo wake mbele za Mungu Baba, akileta hiyo barua mbele ya Mungu, akisema, Bwana, kama nimetenda basi na iwe hivyo.
maishani mwetu ndio tunaelewa kuna mambo yanaendelea kinyume. Kuna vitu vingi huharibika. Kuna ukiangalia hivi unasimama unasema labda biashara yangu naona si nzuri. Labda nyumba yangu naona kuna vita nyingi ndani. Labda naona watu hawanipendi. Ukikaa hivi na ujiulize na utafakari nyuma kwa akili yako, unaweza kujiuliza hivi, ni mimi nimetenda ama ni mimi niko na mabaya ndiposa hii imenifikia? Haleluya. Job alipokuwa akipitia yale magumu alipitia, angejiuliza maswali mengi. Haleluya. Lakini kile alikuwa anasema ni ya kwamba Mungu, nimetenda kadiri na yale yote uliyekuwa umenifundisha. Mungu, nimekanyanga kulingana na maadili yako. Kwa hivyo shida zile Job alikuwa anapitia, alijiuliza maswali mengi sana. Haleluya. Na ndio watu wengi siku ya leo wa Kristo tunapitia vitu kama hivyo. Haleluya. Tunapitia magumu, tunapitia mengi mazito. Lakini tukijiuliza, kunacho kile tulitenda ama sisi ni haki mbele ya Mungu, ndipo hata tukisimamisha ombi, Mungu anakuja na kulijibu. Haleluya. Daudi amesimamisha ombi ya haki mbele za Bwana, akimuuliza kama nimetenda haya, ikiwa kuna maovu mikononi mwangu. Je, uko na maovu mikononi mwako? Hilo ndio swali. Hata kama unainua ombi mbele ya Mungu, kunayo maovu yaliyoko ndani yetu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio swali tunafaa tujiulize tunapoendelea, na hata tukishika katika hii dunia, tunapoona mambo mengi yanatendeka behind the curtain. Kweli ni shetani anakufuata bila hatia, au hatia iko mikononi mwako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukikumbuka hata mtumishi alikuwa anaitwa Nehemia. Nehemia, kuna wakati walikuwa wanajenga tena ukuta wa Yerusalemu, ilikuwa imebomolewa. Na alipokuwa akijenga ile ukuta, kuna watu watatu, Sanballat, Geshem na Tobia, walikuja na wakamwandikia barua mara kadhaa kumuita ili awache kujenga ile ukuta ya Yerusalemu. Bwana asifiwe. Na walipokuwa wanajaribu kumuita, ilifika wakati akagundua hii ilikuwa ni mpango ili aweze kuacha kujenga ile ukuta ya Yerusalemu. Bwana asifiwe. Na alirudi na akaelewa ya kwamba hii ilikuwa ni njama, na pia kunao wanabii ambao walitumiwa waje wamdanganye ati aende ajifiche katika madhabahu ndiposa wale watatu wasiweze kumaliza. Na njama ilikuwa ni kusema ya kwamba ati Nehemia alikuwa anataka kujitweka ufalme ama ajifanye mfalme. Na wakati walisema vile, ilisemekana ya kwamba ama Nehemia alipatiwa advice ya kwamba aende ajifiche katika madhabahu. Lakini Nehemia akahisi ya kwamba hii ilikuwa ni jambo limepengezwa ambalo lingemaliza. Naye akahisi angeenda kujificha, kwa ajili hakukuwa na hatia, angeenda kujificha ingekuwa dhambi mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na alisimamisha ombi mbele ya Mungu na akasema, Bwana tizama hawa wananipangia njama. Bwana tizama hili jambo linaendelea ndani ya maisha yangu. Mungu tizama haya magumu ninapitia. Baba, wewe ndiye unayeona. Kwa hivyo lipiza kulingana na vile wewe unahukumu Baba. Na ilifika wakati ile njama ya Sanballat, Tobia na Geshem haikufaulu, kwa ajili Mungu alikuja na kuaibisha. Na Nehemia aliweza kumaliza kujenga ile ukuta ya Yerusalemu. Bwana asifiwe. Kwa ajili alisimama na haki mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Mambo ambayo umepanga ndani ya maisha yako, vitu ambavyo umenuia kufanya, watoto wako, nyumba yako, biashara yako, siku ya leo unaweza isimamisha mbele ya Bwana na hiyo haki, na useme, Mungu tizama yale yanaendelea katika nyumba yangu. Mungu tizama mazito haya. Bwana ona wale wananinyoshia kidole. Na Mungu aje na atende kulingana na ile haki ambayo inaonekana ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hebu tuendelee. Basi
uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu. Uamke kwa ajili yangu, umeamuru hukumu. Kusanyiko la mataifa likuzunguke, na juu yake uketi utawale. Bwana, utawaamua mataifa, maana unihukumu mimi kwa kadri ya haki yangu, sawasawa na unyoofu nilionao. Arahuka Jehova na marakara maku, eambararie urigiririe matuko ya macio me mukunani. Ramuka ni undu wakwa, we ni urariririe giathi gia gutua cira. Kiungano kia nduriri nigithiururukeirie, nawe ucoke iguru uri o iguru riacio. Ni Jehova uciragira irindi akaituira. Tua uhoro wakwa Jehova kuringana na uthingu wakwa ona uthukiru wakwa wa ngoro. Bwana asifiwe. Daudi anaambia Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu. Kumbuka ameshasimamisha kesi yake mbele ya Mungu. Wa Kristo, tulikiri na tukasema ya kwamba tumeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Na tunajua ya kwamba Yesu Kristo katika ukiangalia katika Matthew 28:18 inasema ya kwamba all authority has been given to me in heaven and on earth. Yani mamlaka yote imepatiwa yeye Yesu mbinguni na duniani. Haleluya. Kwa hivyo Yesu Kristo akiwa ndani yetu kama mwokozi na mfalme wa maisha yetu, inamaanisha ya kwamba ile mamlaka aliyopatiwa pia iko pamoja nasi, kwa ajili alipokufa sababu yetu, alikufa ili ashinde kuzimu na kwa shetani. Alikufa ili ashinde kifo na mauti, na alikufa ili atushindanie na atukomboe kutokana na yale mambo tunayoyaona yanayofanywa pale nyuma ya ile pazia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikufa na kutupatia ushindi alipofufuka. Bwana asifiwe. Na siku ya leo Daudi akimuita Bwana akisema, Bwana uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu, umeamuru hukumu. Ni kwa ajili anajua ya kwamba ile authority Mungu ako nayo pia imewekwa juu yake. Ile nguvu Bwana ako nayo ni nguvu ya kumwokoa yeye, kwa ajili yeye anajihisi na anajielewa kuwa mtumishi wa Bwana. Haleluya. Anajielewa na kujihisi kuwa yeye ameitwa na Mungu. Haleluya. Sijui kama unajielewa wewe kuwa umeitwa, ama wewe ni mtu wa Bwana, mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Ati ya kwamba unaweza kusimama na uite Mungu Baba na useme, Bwana uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu. Haleluya. Uamke kwa ajili yangu. Bwana anaweza kuamka kwa ajili yako siku ya leo. Uamke kwa ajili yangu, umeamuru hukumu. Haleluya. Kuna yale mambo ambayo Mungu ametuamuru kufanya kama Wakristo. Kuna ile njia Bwana ametufundisha kuishi kama Wakristo. Ndiposa hukumu akitoa, anatoa kulingana na yale ametufunza. Bwana asifiwe. Ukiangalia katika Warumi 12:2. Warumi 12:2 inasema aje? Warumi 12:2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana asifiwe.
Ukiangalia Bwana ametufunza jinsi ya kuishi tukiwa a living sacrifice. Umejitolea mwili wako kama Kristo mbele za Bwana. Haleluya. Amekuonesha usitende hii, usifanye hii. Amekufunza usidanganye, usiibe, usizini, usifikirie mwenzako maovu. Unajua zile 10 commandments za Bwana vile zinasema. Amekufunza jinsi ya kuishi, na ndiposa anapotoa hukumu, anatoa hukumu kulingana na ile ameshakufunza. Anatoa hukumu kulingana na ile anajua umejua. Anatoa hukumu kulingana na yale anajua amekuambia fuata haya. Bwana asifiwe. Amen. And that is why tunasema ya kwamba siku ya leo kama Mkristo ni vema kugeuza vile ambavyo tunaishi. Ni vema kusikia na kutamani kuishi kama vile Bwana ametufunza. Kwa ajili pale mwanzo tulisikia ya kwamba kunazo vitu huendelea pale nyuma. Na kama huishi kulingana na maagizo ya Bwana vile ametuagiza, kama hutembei kulingana na vile Bwana anatuongoza, kunazo zile vita ambazo hutufuatia na ambazo hatutaweza kusimamisha haki mbele ya Bwana ili atupiganie. Bwana asifiwe. Ukiangalia katika Yohana 17:14 na 16. Yohana 17:14 to 16 inasema. Yohana 17:14 to 16 inasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, watoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Soma brother Irungu. Niĩ nĩndĩmahete ũhoro waku, nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamathũra. Nĩ ũndũ ti a gũkũ thĩ o ta ũguo niĩ na niĩ itarĩ wa gũkũ thĩ. Ndigũkũhoya ũmarute gũkũ thĩ, no kũmaikaria ũmaikaragie matikanathũkio nĩ ũrĩa mũũru. O ti a gũkũ thĩ o ta ũguo niĩ na niĩ itarĩ wa gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. Yesu Kristo anasema, nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Kwa hivyo kuna kile Yesu already ashatupa. Kuna ile neno Yesu Kristo ashatufunza. Kuna ile jinsi Yesu Kristo ameshatufunza kulingana na ile Bwana alikuwa amemwagiza. Na kwa vile Yesu Kristo ameshatupatia, kama umekubali, kama ndani yako umesimamisha hilo neno na hiyo njia ambayo Yesu Kristo amekupatia, kama umekubali, basi tunaambiwa na ulimwengu umetuchukia. Bwana asifiwe. Kwa kuwa sisi sio wa ulimwengu. Unafaa kuelewa jinsi ulivyokubali Yesu Kristo. Ulifanywa kuwa wa Yesu Kristo. Na kama ulifanywa kuwa wa Yesu Kristo, ikiwa ulimwengu ilichukia Yesu Kristo, pia wewe itakuchukia. Na ulimwengu tunajua inatawaliwa na nani? Kwa ajili alipewa mamlaka ya kutawala ulimwengu. Hivyo tunaelewa Shetani amepewa mamlaka ya kutawala ulimwengu. Na kama ulimwengu ulichukia mambo ya Yesu, pia wewe itakuchukia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inafaa uelewe, sisi sio wa ulimwengu. Kama vile Yesu alisema, mimi nisivyo wa ulimwengu. Kwa hivyo ombi la Yesu Kristo hapa lilikuwa juu yetu ya kwamba ati siombi uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Haleluya. Wao si wa ulimwengu. Kwa hivyo Yesu Kristo hata wakati huu anatuombea kwa Baba ya kwamba tusiondolewe kwa ulimwengu, lakini Mungu atulinde kutokana na yule mwovu. Bwana asifiwe. Atulinde kutokana na yule mwovu. Na ndiposa
Ukiangalia pale tukirudi katika Zaburi, Daudi alikuwa anamuita Mungu wake, akimwambia Mungu, Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu, umeamuru hukumu. Haleluya. Kusanyiko la mataifa na likuzunguke, na juu yake uketi utawala. Bwana atawaamua mataifa, Bwana unihukumu mimi kwa kadiri ya haki yangu. Ni kumaanisha ya kwamba ukishaelewa Bwana Yesu mambo ambayo aliyokufunza, ukishayaweka ndani yako, ukishayashikilia na uyatilie maanani, mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu, hata kama ulimwengu inakuchukia, hata kama ule alipatiwa mamlaka juu ya ulimwengu anakuchukia, Yesu Kristo siku ya leo bado yakutetea mbele za Bwana, akiambia Mungu Baba, usimuondoe katika ulimwengu, bali umuokoe, ushindanie kutokana na mambo ya yule muovu. Bwana asifiwe. Kama umeshikilia na umekubali mafunzo ya Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu, haleluya, anatutetea siku ya leo. Kwa hivyo ni juu yako, ni juu yangu kukubali na kuelewa ya kwamba tunaye ambaye hutupigania hata kama hatujui, hata wakati tumelala, hata wakati tunaenda kwenye njia na hatujielewe, kunaye yeye yule hutupigania kwa ajili ya ile haki tumesimamisha mbele yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. Namba 9. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umdhibitishe mwenye haki. Kwa maana mjaribu mioyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu, awaokoaye wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Naam, Mungu agadhabikiaye kila siku. Amen. Urua aria aganu tane ukinye gituri, nawe ukirumie uria muthiku. Amne Ngai uria muthiku ugeragia andu ngoro ona higo. Ari Ngai no hongo yakwa iri, o hari ucio uhonokagia aria erekereru ngoro. Ngai ni mutuicira na kihoto. Eni we ni Murungu urakaraga muthenya o muthenya. Bwana asifiwe. Ati ubaya wao sio haki na ukome, lakini umdhibitishe mwenye haki. Bwana asifiwe. Bado hili ni ombi la Daudi, akiambia Bwana, ubaya ya wale ambao wanamtesa, ubaya wa adui zake sio haki, lakini umdhibitishe mwenye haki. Tunaendelea kuona Daudi akisimamisha haki mbele za Bwana, akisema ya kwamba ngao yangu ina Mungu, awaokoaye wanyofu wa moyo. Ukiangalia katika Efeso 6:12 tunaambiwa kwamba hatupigani na nyama na damu. Waefeso 6:12. Waefeso 6:12 inatuambia hatupigani kwa nyama na damu. Waefeso 6:12. Some mwenye amepata haraka soma. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nĩũndũ kũgiana gwitũ ti gwa kũgiana na arĩa mena mwĩrĩ na thakame, no nĩ gwa kũgiana na mothamaki, ona mahinya, ona arĩa maathanaga thĩ ĩno ĩna nduma, ona mbũtũ cia maroho moru me kũrĩa igũrũ. Tunaambiwa kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme
na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Already neno linatuthibitishia ya kwamba ile vita sisi huwa tunapigana kama Wakristo sio ya nyama na mwili. Hata ukiona mtu ambaye amekuja mbele zako, ukiona mtu amekuja kung'ang'ana na wewe, hiyo sio sababu ati binadamu anang'ang'ana na wewe. Ni sababu kunalo jambo ambalo liko nyuma ya hiyo ng'ang'ano. Bwana asifiwe. Kuna jambo ambalo linasukuma hiyo vita unaiona siku ya leo. Haleluya. Ni kwa sababu hatupigani na nyama na damu, tunapigana na falme. Na tukielewa ya kwamba hizi falme huwa na mbinu nyingi ambazo huja nazo. Bwana asifiwe. Tutaelewa vita yetu ni aina gani. Bwana asifiwe. Tutaelewa vita yetu si ya kushindaniwa kimwili. Vita yetu ni ya kushindaniwa katika hali ya kiroho. Bwana asifiwe. Na yule ambaye wa kutushindania sio mwingine ila ni Mungu, kulingana na haki ile tunasimamisha mbele yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hebu soma hapo Colossians, Colossae 1:15 to 16. 15, sorry, anzia 13, Colossae 1:13 to 16. Yes. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinaonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote vilivyoumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Anzia 13. Colossae 1:13. 1. Nake niwe watuhonokirie agituruta watho-ini wa nduma, agituthamiria uthamaki-ini wa Mũriũ ũrĩa endete mũno. Ũcio niwe watukũrire nĩ gũtũrekera mehia maitũ. Nake niwe mũhianĩre wa ũrĩa Ngai ahana, o we ũtonekaga, na niwe wambire kũrigithathwo indo ciothe itanogwo. Tondũ rĩrĩ, indo ciothe ikĩũmbwo nĩciombirwo na ũndũ wake, iria irĩ igũrũ onacio iria irĩ thĩ, iria cionekaga ona iria itonekaga, ona ciatuĩka nĩ itĩ cia ũnene kana ene wathani kana mothamaki ona kana mahinya, ciothe-rĩ nĩ kũmbwo ciombirwo na ũndũ wake nĩguo ituĩke ciake. Haleluya. Kwa hivyo tunaona hata kama tunapigana na nguvu ambazo zilizo hewani, mapepo, tunaambiwaje katika hili neno? Ati naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hivyo tuko katika ufalme wa Bwana. Alitung'oa kutoka kwa giza. Bwana asifiwe. Alitung'oa kutokana na hiyo mtego na hiyo unasaji ambayo iko katika ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Alitutoa katika mikono ya shetani. Hivyo ndilo hili neno linatuambia. Alituokoa. Bwana asifiwe. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tuliposamehewa dhambi tulipookoka. Tuliposamehewa dhambi tulipookoka, tuliokolewa kutoka kwa nguvu za giza. Haleluya. Tuliwekwa katika mabawa ya Bwana, tulifichwa ndani ya upendo wa Bwana. Haleluya. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kwa kusamehewa dhambi zetu, kukubali kusamehewa dhambi zetu, tulikombolewa na tukaondolewa kutoka kwa giza. Bwana asifiwe. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana,
mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, Mungu. Kwa hivyo tulipokubali Yesu, tulikubali kuingia katika ufalme wa Mungu, ndani ya Mungu. Yesu ndani yetu, nasi ndani yake. Yesu pia ndani ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo tuliingizwa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Vitu vyote viliumbwa mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama ni mapepo yale tunaambiwa yajificha, wale wanakuanga kule kwa hewa, wale tunaambiwanga ni powers and principalities of darkness ambazo zina nguvu, siku ya leo tunaambiwa ya kwamba Bwana ndiye aliyeumba zote, zile zinazoonekana na zile hazionekani. Kwa hivyo yeye ndiye akona nguvu na mamlaka ya adui hata yule asiyeonekana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Na kama vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake, ni jukumu letu sisi tuelewe pia sisi alituumba kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Na alipotuumba kwa ajili yake, alitupenda sana zaidi, ili akatuma mwana wake duniani ateswe, apigwe, amwage damu kwa ajili yetu, ili atukomboe kutokana kwa mikono ya kifo, mauti, adui shetani, atukomboe kutoka kuzimu kule tulikuwa tumeelekezwa. Bwana asifiwe. Siku ya leo kubalini kukua mbele za Bwana. Siku ya leo kubalini kuokolewa na Bwana. Siku ya leo kubalini kufichwa katika mabawa ya Bwana, kutokana na yale ambayo hayaonekani na yale ambayo tunayaona. Kwa sababu yale ambayo hatuyaoni ndio mengi, na yale ambayo hatuyaoni ndio huwa sisi hatuelewi. Lakini siku ya leo tunaelewa ya kwamba kutokana na hili neno Bwana anatuambia ametukomboa kwa ajili ya yale Yesu Kristo alifanya msalabani. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Hebu tuende kwa 12. Endelea na 12. Zaburi. Mtu asiporejea atauona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu wa uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo. Amechimba shimo, amelichimba chini sana, akatumbukia katika handaki aliyoifanya. Amen. Mundu aga kugaruruka no amunorere ruhiu, uta wake ni autungite na akaugita. Indo cia kumuraga nicio amuthagathagiire, miguire amiakanitie mwaki. Mundu ni ucio kurumwo ni ararumwo niguo aciare waganu, nda iria agite nayo ni akiunugu, na guciara areciarira o urongo. Ejete irima akaririkia, agacoka akagwa thiini wa mutaro ucio eje. Haleluya. Ati mtu asiporejea atauona upanga wake. Huyu ni adui ambaye Daudi alikuwa anazungumzia. Ati mtu asiporejea atauona upanga wake. Upanga wa nani? Upanga wa Mungu. Ameupinda uta wake na kuweka tayari. Kwa hiyo Mungu hapa tunaona ya kwamba eti anapatiana onyo. Mtu asiporejea atauona upanga wa Bwana. Adui asiporejea nyuma atauona upanga wa Bwana. Tunaambiwa ya kwamba Bwana ameupinda uta wake, ameuvuta, ako tayari kugonga adui yule ambaye amekuja na arejee. Bwana asifiwe. Ati naye amemtengenezea silaha za kufisha. Bwana ndiye ameunda hizi silaha za kufisha yule adui. Ati akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu na utungu wa uovu, ameuchukua mimba ya madhara, amezaa uongo, amechimba shimo, amelichimbia chini sana,
atatumbukia katika handaki aliyoifanya. Kumbuka Hamani na Mordekai. Mordekai alikuwa ni Myahudi na Mordekai alikuwa ni mcha Mungu. Bwana asifiwe. Na Mordekai alikuwa amependa mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Na yote ambayo alifanya akitafuta ushauri wa Bwana. Haleluya. Hata wakati walipokuwa kule kwenye mfalme na kulionekana ni kama mambo imeharibika, kulionekana ni kama mambo haitaenda vizuri. Bwana asifiwe. Yeye bado ndiye aliambia Esteri wajifunge waende mbele za Bwana. Kwa hivyo Mordekai alikuwa ameelewa kuenda mbele za Bwana na kufuata njia ya Bwana. Haleluya. Na ikakuwa ya kwamba yule Haman alipoenda na kutia fitina kwa mfalme na kusema ati kunaye mtu mmoja ambaye anaitwa Mordekai ati alikuwa anapanga njama, na akasema ya kwamba huyu mtu ni lazima aangamie. Lakini Mungu alikuwa upande wa Mordekai. Kwa sababu gani? Mordekai alikuwa na haki mbele za Bwana. Bure Mordekai ndiye angekuwa wa kuangamia katika ile mpango ama ile njama Haman alikuwa ameunda. Mordekai alienda na akatengeza mti ambaye angeenda kunyonga. Haman alienda kutengeza mti ambaye angeenda kunyonga Mordekai naye. Lakini ilifika siku ya kwamba ile mti ambaye Haman aliunda ya kumaliza Mordekai, yeye mwenyewe ndiye ilimmaliza. Mordekai aliokolewa. Aliokoka kutokana na hiyo njama ya Haman. Bwana asifiwe. Vile vile wewe siku ya leo. Tunaambia ya kwamba Bwana ameupinda uta wake na ameuweka tayari. Kwa hivyo mtu asiporejea nyuma, kwa hivyo adui asipofikiria tu aisarejee nyuma, Bwana ameweka uta wake tayari kuachilia juu ya adui. Bwana asifiwe. Bwana naye ametengeza silaha za kufisha yule adui, akifanya mishale yake kuwa moto. Kwa hivyo usiogope, wewe ambaye umesimamisha haki mbele ya Bwana, na usiwe wa kufadhaika hata kama unaona mambo yameharibika kwako. Bwana asifiwe. Usiwe wa kufa moyo, usiwe wa kuona ni kama hauna njia. Bwana asifiwe. Kwa ajili siku ya leo Bwana ameifanya mishale kuwa moto, akiangazia mbele za adui, tayari kuachilia ile mishale. Bwana asifiwe. Tazama ati yako na uchungu na maovu juu yako. Sababu gani? Kunayo jambo ambalo umetendea adui? La hasha. Sababu gani? Sababu ulikiri wokovu kwa Yesu Kristo. Ndiposa adui amekuamkia siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba ati amechukua hiyo mimba ya madhara, amezaa uongo, amechimba shimo, amelichimba chini sana, ati atatubukia katika handaki aliyokufanyia wewe. Kwa hivyo ile mti adui amekuwekea, yeye mwenyewe ndiye atakaye panda pale juu. Yeye mwenyewe ndiye atakayeweka pale juu. Haleluya. Yeye mwenyewe ambaye yule anakutolea ushahidi wa uongo, yeye ndiye atakuwa wa kugeukiwa na hiyo maneno anatenda. Bwana asifiwe. Siku ya leo ukisimamisha haki mbele za Bwana, na usijiulize kama it is too late. It is not too late. Haleluya. Bwana hungojea sisi tumgeukie. Bwana asifiwe. Yeye hungojea sisi tumtizamie. Yeye hungoja tugeuke turudi kwake. Kwa ajili anaelewa sisi ni binadamu, na kuna mengi sisi huja na tunakufa moyo na tunaondoka mbele zake kwa ajili ya kudhani ya kwamba hakuna njia kwa Mungu. Lakini tunaambiwa na neno siku ya leo, Mungu alikuja kutuokoa kwa ile hali ya kutuma mwana wake Yesu Kristo. Alifungua njia ya ukombozi, ambapo alishinda kifo na mauti, ambapo alishinda kuzimu na kwa shetani, ambapo alishinda magonjwa, ambapo alishinda minyororo ambayo tumefungwa, ambapo aliondoa mitego ile tumetegewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo usiogope, wewe mwenye haki. Haleluya. Kwa ajili aliyekuchimbia shimo, mwenyewe ataanguka ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hebu fungua hapo twende hapo katika verse 16. Verse 16. Madhara yake
yatamrejea kichwani pake, na dhuluma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Hallelujah. Unuhu wake ni ukamucokerera o kĩongo-inĩ gĩake, ũtoi ũcio wake rĩ ũkĩmũgwĩre o mũtwe wake mwene. Nĩngũcokeria Jehova ngatho o ta ũrĩa ũthingu wake wagĩrĩirwo. Rĩĩtwa rĩa Jehova ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndĩrĩgoce na rwĩmbo. Hallelujah. Madhara yake yatamrejea kichwani pake, na dhulma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana na kwa kadiri ya haki yake nitaliimbia jina la Bwana aliye juu zaidi. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo wa Kristo, jua na tuelewe ya kwamba tuko katika mikononi mwa Bwana. Haleluya. Na tuelewe tuko katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Kwa sababu aliposema alitupenda zaidi sana, ili alimtuma mwana wake Yesu Kristo aje duniani atukomboe. Alijua alifanya hivyo kwa sababu kuna yeye yule aliyepanga kuangamiza hii creation ya Bwana. Kutoka siku ile Mungu aliumba binadamu, Shetani alikuwa pia. Shetani alisema lazima atakuangamiza. Na siku ya leo lazima ujue ukweli. Vita viko juu yetu kama wa Kristo. Na siku ya leo lazima muelewe ya kwamba ukilala utaangamia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usione ni kama masaa yameenda, usione ni kama umechelewa. Kama pale mbele ulikuwa umelala, kama pale mbele hukuwa na haki ambayo unaweza simamishia mbele ya Bwana, leo ni siku ya ukombozi. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kugeuka. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kutizama uso wa Bwana. Haleluya. Leo ni siku ya kutoka kwa ile giza, ile blanketi ulikuwa umekijigubika. Bwana asifiwe. Kama unajua ulikuwa unatenda mambo ambayo sio safi mbele ya Baba, geuka siku ya leo. Haleluya. Kama ulikuwa unajua unatembea na kampani ambayo haifai mbele ya Mungu, wachana nayo siku ya leo. Haleluya. Kama ulikuwa unafanya mambo pale nyuma umejifungia ukisema sionekani na mtu, geuka siku ya leo. Haleluya. Kama kuna ile mambo ulikuwa unafanya ukijua ni makosa, ni dhambi mbele za Bwana, geuka siku ya leo. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ukombozi unakungojea. Haleluya. Ukombozi unakungojea. Haleluya. Kwa sababu tulipatiwa bure. Tulipatiwa bure. Hakuna malipo Mungu alikuitisha. Hakuna mahali Mungu alisema lazima utatoa figo, utatoa mguu, utatoa. Hakuna. Bwana asifiwe. Bwana alikupatia bure. Haleluya. Na Bwana alitaka ukombolewe. Haleluya. Kwa sababu alijua kutoka siku ile ulikiri, vita vingeshuka na vingekuwa vingi. Haleluya. Na Wakristo siku ya leo eleweni, msipogeuka, msipotizamia Bwana, hautakuwa na haki ambayo unaweza itisha mbele za Bwana. Hautakuwa na haki ambayo unaweza simamisha kama Daudi siku ya leo. Hautakuwa na uwezo wa kusema Baba, kama nimetenda dhambi na adui na nimalize. Hautakuwa na hiyo uwezo wa kusema Baba, tizama wananisingizia bure, tizama wananionea bure, tizama Bwana wanapatiana ripoti sio ya ukweli kuhusu mimi. Hautaweza kusimamisha haki kama hiyo mbele ya Bwana. Haleluya. Na ndio Wakristo siku ya leo na wasihi, it is not too late. Mungu anatungojea. Haleluya. Mungu anatungojea. Haleluya. Na anatutizama. Bwana asifiwe. Wengine wetu si useme kwa sababu Mungu hafanyi jambo lolote, kwa sababu Mungu hanitimizii, kwa sababu Mungu sioni akinibariki, acha nigeuke na niende zangu. Bwana asifiwe. Pale ni makosa zaidi. Haleluya. Kwa sababu ukitoka kutoka mbele za Bwana, ukitoka kutoka ile mawingu ya Bwana, pale umeachia adui nafasi ya kuweza kukumaliza. Umeachia Hama nafasi ya kuweza kukusimamishia mti ili ukanyongwa pale. Haleluya. Lakini siku ya leo ukiamua, Bwana asifiwe, siku ya leo ukiamua na moyo wako wote, na akili yako yote, na mwili wako wote, na kile chote ambacho unajua ni chako, siku ya leo ukiamua na useme Bwana,
ninarudi kwako nyumbani, na useme Bwana, ninakugeukia wewe, na useme Bwana, nitolee dhambi, nitolee mawa Baba, nitolee kule kulikuwa na watu, lakini nitolee kulile kulikuwa na hati. Baba atakuja na atakufanya vile. Kwa sababu gani? Sababu alitaka uokolewe. Haleluya. Sababu alitaka uone ile prize alikuwekea pale mwisho. Haleluya. Alitaka pale mwishowe tuweze kusimama mbele zake tukisema, Baba, tunakushukuru, tumefika nyumbani mbinguni. Haleluya. Usikubali kukufia hapa Baba. Haleluya. Usikubali kukufia hapa ewe mama. Bwana asifiwe. Usikubali kukufia duniani ewe mchanga bado kia santai. Usikubali kukufia hapa wewe chipukizi ambaye mnaitwa youth. Bwana asifiwe. Kwa sababu njia inakuanga ni ndefu. Haleluya. Safari inakuanga ni ndefu. Haleluya. Na kuna mengi ambayo hutupoteza katika hii njia Baba. Raki Antori. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo Baba anatuambia, geukeni. Haleluya. Mrudieni Bwana. Wakati ni huu. Haleluya. Usiseme haukusikia. Kwa sababu siku ya leo tumesikia sisi wote. Sio nyinyi pekee, hata mimi ambaye nimesimama hapa. Tumesikia sisi wote. Haleluya. Ya kwamba Yesu Kristo anatuombea mbele za Mungu Baba kwa sababu alitufanya tuwe wake. Kama wewe sio wake, tembea peke yako. Kama wewe ni wa Yesu, tembea na Yesu. Haleluya. Kwa hivyo kubali kuombewa, kubali kufanyiwa maombi na Yesu Kristo ambaye ulimkubali kama mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Ambaye ulimkubali ndani yako na ukasema yes, nimeokoka siku ya leo. Haleluya. Wana wa Bwana, usikubali kupotea kwa hii dunia. Haleluya. Kwa sababu kuna yule anangojea kukupa roho. Yule amengojea pale, wewe humuoni. Lakini kuna yule amengojea pale kukupa roho. Haleluya. Kuharibu nyumba yako, kukuharibu na kumake sure hautaona uso wa Bwana. Kuna yule amekungojea pale nje. Haleluya. Na ndipo Daudi alisimamisha ombi kwa sababu alisema, Baba niokoe, kusikue ati kuna yule hayupo wa kuniponya. Juu alisema asije akaibarura nafsi yangu kama simba akivunja pasipokuwa wa kuponya. Kwa hivyo kumbuka, kama hauko ndani ya Mungu, basi hauna wa kukuponya. Kama hufuati njia za Bwana, basi hauna wa kukuponya. Kama umpendi Mungu, basi hauna wa kukuponya. Ni aidha usimame ndani ya Mungu ama usimame nje. Lakini kumbuka ya kwamba vita vya kiroho vipo. Napenda usipende, lazima hivi vita vitakupata kama hautasimama vyema. Bwana asifiwe. Na tuko hapa tupakane mafuta au bluebird. Tuko hapa tuseme ukweli wa mambo vile ulipo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo simama imara. Geuka kutoka kwa zile njia unatembea. Wewe mwenyewe mahali ulipo wajijua. Wewe mwenyewe mahali ulipo waelewa nini inaendelea ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Unaelewa nini unatafakari. Hata kama umekaa hapa, waelewa ukitoka kwa ile mlango ni wapi unaenda na nini unaenda kufanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukitoka hapo usiseme sikuelezwa na sikujua. Siku ya leo unajua. It is not too late. Turn towards your God upate wa kukuponya. Haleluya. Tafika hapo na Bwana wabariki.